Waziri wa ulinzi wa Iran Aziz Nasirzadeh amesema mgogoro wote utakaotokea iwapo majadiliano ya nyuklia kati ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu na Marekani yatafeli, taifa hilo litakuwa tayari kushambulia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika kanda ya Mashariki ya Kati. Amesema hayo kuelekea duru ya 6 ya mazungumzo hayo ya nyuklia kati ya mahasimu hao wa muda mrefu. Marekani imesema mazungumzo hayo yatafanyika siku ya Alhamisi wiki hii, huku Iran ikisema mazungumzo yatafanyika siku ya Jumapili nchini Oman. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho mara kadhaa kwa Iran kuwa ataishambulia kwa mabomu iwapo hawatafikia mkataba wa nyuklia. Hata hivyo, Aziz Nasirzadeh amesema hivi karibuni Iran ilifanya jaribio la makombora yake na haitakubali kamwe kudhibitiwa. Kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei alisema mwezi Februari kwamba jamhuri hiyo inapaswa kuendelea kuimarisha jeshi lake, ikiwa ni pamoja na makombora yake. Hata baada ya amri ya kutotoka nje kwenye eneo la katikati mwa jiji la Los Angeles kuwekwa usiku wa kuamkia leo, waandamanaji walikiuka amri hiyo, hatua ambayo iliwafanya polisi kuanza zoezi la kamata muda mfupi baada ya amri hiyo kuanza kutekelezwa. Polisi katika mji wa Los Angeles walianza kuwakamata watu waliokiuka amri hiyo ya kutotoka nje mara tu baada ya kuanza kutekelezwa kwake. Makundi ya watu walikusanyika kuendeleza maandamano ya kupinga amri ya Rais Donald Trump ambayo anasema ni ya ukandamizaji wa wahamiaji. Meya wa Los Angeles Karen Bass alitoa amri hiyo ya kutotoka nje baada ya siku kadhaa za maandamano makubwa kupinga uvamizi na kisha kuwakamata watu unaofanywa na maafisa wa mamlaka ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha wa Marekani ICE, hatua iliyosababisha mapigano kati ya waandamanaji na maafisa hao wa serikali waliosema walikuwa wanatekeleza sheria. Maandamano hayo yaliyoanza siku 5 zilizopita katika jiji hilo la Los Angeles maarufu LA, la pili kwa ukubwa nchini Marekani, yalikumbwa na matukio ya uporaji na uharibifu na kuyaharibu maandamano yaliyokuwa ya amani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema matukio hayo ndiyo yaliyomfanya achukue hatua ya kushangaza ya kupeleka wanajeshi, ingawa uamuzi wake huo umepingwa vikali na gavana wa jimbo hilo Gavin Newsom. Gavana huyo wa chama cha Democratic amemlaumu Trump kwa kutumia nguvu zaidi ya inavyohitajika. Trump anatumia nguvu za kijeshi kote Los Angeles. Hatua hii inavuka mipaka ya dhamira yake ya kuwasaka wahalifu. Mawakala wake wanawakamata hadi waosha vyombo, watunza bustani, vibarua na hata washonaji. Huo ni udhaifu tu. Serikali ya Donald Trump hailindi jamii zetu, badala yake jamii inatiwa kiwewe, na hilo linaonekana kuwa ni lengo kuu. Seems to be the entire point. Rais Trump amewaamuru wanajeshi wapatao 4,000 kwenda katika jiji la Los Angeles pamoja na wanamaji 700, akidai kwamba amelazimika kuchukua hatua hiyo ili kudhibiti hali katika jiji hilo, licha ya vikosi vya usalama vya jiji hilo kusema kuwa vyenyewe vinaweza kuidhibiti hali na kutuliza matukio yanayoendelea kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kulikomboa jiji la Los Angeles wakati ambapo maandamano yanaendelea kupinga operesheni za mamlaka ya uhamiaji na utekelezaji wa forodha nchini Marekani ICE dhidi ya wahamiaji walio nchini humo bila vibali. Mkuu wa chama cha kijani cha Ujerumani Franziska Brandner ametoa wito kwa nchi yake kuungana na nchi nyingine katika kuwawekea vikwazo mawaziri wa Israel Bezalel Smotrich na Itamar Ben-Gvir wanaoegemea siasa kali za mrengo wa kulia kuhusiana na tuhuma za kuchochea ghasia dhidi ya Palestina. Wakati huo shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza limesema watu 31 waliuawa, takriban wengine 200 kujeruhiwa leo wakati wanajeshi wa Israel walipofyatua risasi watu waliokuwa wakisubiri kuingia katika kituo cha usambazaji chakula. Kiongozi huyo wa chama cha kijani nchini Ujerumani amewashtumu mawaziri hao wawili kwa kuitisha wazi ghasia dhidi ya watu wa Palestina na kwa muda mrefu kueneza sera ya unyakuzi na uhamishaji. Brandner ameliambia shirika la habari la DPA kwamba hatua hiyo inagharimu maisha ya wanadamu, kufanya jamii nzima kupoteza makazi na kusababisha vikwazo vikubwa katika njia mchakato wa amani. Matamshi yake yanakuja baada ya Uingereza, Canada, Australia, New Zealand na Norway jana kutangaza kuwekea vikwazo Ben-Gvir ambaye ni waziri wa ulinzi katika serikali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na mwenzake wa fedha Smotrich.
Katika taarifa pamoja, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo 5 walimshutumu Smotrich na Ben-Gvir kwa kuchochea vurugu za itikadi kali na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu za Wapalestina. Serikali ya Uingereza imesema kuwa vikwazo vya nchi yake vinahusisha marufuku ya usafiri pamoja na kufungia mali. Norway pia iliweka marufuku ya kusafiri. Wakati huo huo, Marekani imeshtumu uamuzi wa Uingereza wa kuwekea vikwazo mawaziri hao wawili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa marufuku ya kusafiri na kufungia mali iliyowekwa dhidi ya Ben-Gvir na Smotrich inarudisha nyuma juhudi zinazoongozwa na Marekani kufikia usitishaji wa mapigano, na akatoa wito wa kubatilishwa kwa maamuzi hayo. Kwa upande wake, waziri mkuu wa New Zealand Christopher Luxon amesema ni muhimu kiashiria kuonyesha kwamba wamekuwa na msimamo wa muda mrefu chini ya serikali mbalimbali kwamba makazi katika ukingo wa magharibi sio halali chini ya sheria ya kimataifa. Tumekuja kushirikiana na washirika wetu na marafiki wenye nia moja nchini Uingereza, Canada, Australia, Norway na New Zealand kusema kwa pamoja, unajua hii haitoshi. Hawa ni mawaziri wanaotumia maneno ya itikadi kali na kuweka makazi katika ukingo wa magharibi. Katika hatua nyingine, msemaji wa shirika la ulinzi wa kiraia la Gaza Mahmoud Basal ameliambia shirika la habari la AFP kwamba wamesafirisha miili ya watu 31 na majeruhi 200 kutokana na shambulizi la droni la Israel dhidi ya makazi ya watu waliokuwa wanaelekea katika kambi ya msaada ya Marekani kupokea chakula. Hata hivyo, jeshi la Israel halikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu hali hiyo.